Naomba usiondoke kwenye uwanja huu bila kujaza jina lako kwenye fomu na kusaini kwenye hiyo fomu kama unaunga mkono mabadiliko ambayo tunayapigania. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu. No reforms. No reforms. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche pamoja na viongozi wa kamati kuu mliofuatana nao hapa tuliko ni Usa Meru, ni kati ya maeneo ambayo unayafahamu vizuri sana, kwa sababu hata sisi kumpata mbunge Chadema kwa mara ya kwanza ni jitihada zako. Wakati Nasari alikuwa na akili kabla hajawa mandazi, wewe ulitusaidia kumpata Nasari hapa Meru. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie kwamba Arusha jana umeona kokoto za watu, mafuriko ya watu wakisema no reform no election. Na baada ya rais kumleta Makonda ambaye sisi tumeshamzoea kama mwigizaji tu kama kina Mwijaku, alifikiri anaweza kuibadilisha Chadema Arusha. Chadema imeimarika zaidi kwa sababu iko kwenye mioyo ya watu. Mheshimiwa, jana tumetuma ujumbe duniani kwamba mkoa wa Arusha hatutaki mchezo. Hatuna tamaa ya madaraka, tunataka mabadiliko ili kura ya Mtanzania iheshimike. Mnaona jeshi la polisi pale Arusha walivyokuwa wanahangaika tu, wanatumika kama maboya tu, kwa sababu wanapewa maelekezo na mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya. Na jana tukawa na kikao kirefu sana kwa mara ya kwanza na dasi wa Arusha mjini ambaye sio ametokea Kizimkazi kule Pamba, akapewa kazi ya miezi miwili, eti anatuambia tumuombe kibali. Nilimwambia wewe ni mtu mdogo sana kwenye nchi, mshahara wako sio zaidi ya watu wa Arusha. Tulifanya mkutano mzuri, lakini mimi ninataka nikwambie kwenye wilaya yetu ya Meru jeshi la polisi linajitambua sana. OCD na UCCID wanajitambua mno, hakuna usumbufu wowote ambao wanatusumbua nao. Ndio maana sisi hapa leo mkutano wetu hauna usumbufu. Kisongwa anasimamia hapa jeshi la polisi mpaka kule Kisongwa ni kwao, ni sehemu ya Rumeru. Wamefanya mkutano hakuna usumbufu, kwa sababu hata mkuu wa wilaya sio mjinga sana, anatumia akili kidogo. Sio kama yule Jerimuro alikuwa hapa ambaye alikuwa boya mshamba wa kupitiliza. Mheshimiwa Heche, sisi kwa nini tunasema no reform no election hapa Meru? Tunasema hivyo kwa sababu sisi uchaguzi uliopita madiwani walishinda karibia wote. Kura za mbunge na za rais zilikuwa nyingi sana. Mimi mwenyewe kwenye kituo changu cha Kikatiti ambako nilikuwa diwani, vituo 30 nimeongoza vyote na nimemwona wakala mmoja yuko pale. Lakini walivyokwenda kwenye vituo vya kujumlisha walisema mimi sijafikisha hata 50% ya kura. Hapa tunavyoongea leo, hawa watu wa CCM wanapanda na kushuka na wanafurahi kwa sababu hatugombei. Lakini ninachotaka kumwambia Mheshimiwa Dogo Janja, kwa maana sasa hivi anazunguka anatafuta ubunge, yuko yeye na John D pamoja na yule Palanjo mwingine, mimi ninawaambia kwa sababu ninajua kata zote 26, ninajua vijiji 90 vyote, ninajua vitongoji 337 vyote nimefika, nimefanya kazi. Hata kama wakijumuika wote, wakibadilisha mabadiliko ya uchaguzi, nikichukua fomu ya ubunge na wakokota wote kwa zaidi ya 30%, hamna atakayenishinda hata mmoja. Wote sisi tumeamua hatutaenda kwenye uchaguzi bila serikali kukaa na Chadema, bila kubadilisha sheria za uchaguzi ili ninyi kura zenu ziheshimike na polisi waache kutumika kuwalinda CCM na kuweka kura za watu kwenye mabegi na kuwaibia CCM kura. Kwa sababu hata polisi wenyewe pamoja na maelekezo yote, pamoja na kutumika kuiba kura, hata mioyo yao inashuhudia viongozi wa CCM walioko madarakani sio halali, ni zao lao la kuwaibia kura. Niwaombe jeshi la polisi, endeleeni kujiongeza. Msiendelee tena kukubali kuwa raba stamp ya watu wa Chama cha Mapinduzi ambao kazi yao wanajua kusoma na kuandika, wanapata mishahara. Ninyi polisi mmekwenda CCP, mmesoma, mna elimu, mna vyeti, mishahara yenu ni ya kawaida, naendelea kupigania watu ambao wanakaa madarakani miaka 5 kwa nguvu zenu, watu ambao hata kusoma kwenyewe ni shida. People,
tuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu tuna safari ndefu, tutaendelea na mikutano yetu kwenye jimbo letu baada ya ziara ya Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, na hawa CCM tutawasema sana, na polisi tutaendelea kuwaelimisha kuna umuhimu wa kuheshimu kura za Watanzania. Wao kazi yetu ni kulinda mali zetu na sio kuwalinda watu wa Chama cha Mapinduzi. Asanteni, usaliva na Mungu awabariki sana.